Umewahi kujiuliza kuwa watu tunaowashangilia, tunaoimba nyimbo zao, tunaotazama kwenye TV zetu kila siku, je, ni kweli wamekufa au wako mahali pengine wakiangalia dunia ikiwatafuna taratibu? Kuna nadharia inayozunguka kwa miongo sasa: ukifika kileleni mwa maarufu unakufa au unalazimishwa kutoweka kwenye uso wa dunia. Inasemekana watu wenye nguvu, siri za serikali au hata makampuni makubwa wanaweza kuwafanya watu maarufu watoweke wanapokuwa tishio au wanapojua mambo mengi kwenye dunia. Je, hii ni kweli au ni mtazamo tu ya watu wanaofikiria sana? Leo tutachambua nadharia kuu za vifo vya watu maarufu duniani, kuanzia kifo cha Elvis Presley, baba wa nadharia hizi zote, aliyekufa mwaka 1977, lakini kwa nini watu wanamuona kama Burger King hadi leo? Tupac Shakur alipigwa risasi 1996, lakini aliondoka na ujumbe wa siri kwenye albamu yake ya mwisho. Michael Jackson alifariki mwaka 2009, lakini kwa nini familia yake ilichagua jeneza lililofungwa? Princess Diana ilikuwa ajali au mpango tu wa watu? Paul McCartney alibadilishwa na mtu mwingine au ilikuwa ni mzaa tu? Na wengine wengi kama Bob Marley, Kurt Cobain, John Lennon, Jim Morrison na Andy Kaufman, hawa wote walikufa kweli? Kaa nasi hadi mwisho, utakuta ukweli unaotetemesha na huenda ukaanza kuangalia wasanii wako kwa macho mengine kabisa. Kuanzia mwanzoni tunamkuta Elvis Presley, mfalme wa rock and roll, mtu aliyeuza mamilioni ya rekodi na ndiye chanzo cha nadharia hizi zote. Elvis alipatikana ameanguka kwenye chumba chake huko Graceland, Memphis, Tennessee, tarehe 16 Agosti 1977. Alikuwa ana miaka 42 tu. Sababu rasmi ya kifo chake ilisemekana ilikuwa mshtuko wa moyo kutokana na matumizi ya dawa, lakini wafuasi wake walianza kuona mambo ya ajabu mara moja. Siku iliyofuata baada ya kifo chake, mtu aliyefanana na Elvis alionekana kwenye uwanja wa ndege wa Memphis. Alitumia jina la utani la Elvis, John Burroughs, akasafiri kwenda South America. Huyu alikuwa ni nani hasa? Lakini pia mnamo mwaka 1978 mwandishi Gail Bell Giorgio aliandika riwaya itwayo Orion. Kitabu kilimhusu mwanamuziki anayeigiza kifo chake ili kutoroka maarufu. Wakati huo huo, albamu ilitolewa na wimbo wenye sauti kama ya Elvis. Mwimbaji aliyeitwa Orion alianza kuonekana kwenye matamasha akiwa amevaa barakoa. Watu walishangaa sana. Je, huyu ni Elvis ambaye alifariki? Lakini pia sio hilo tu. Mwaka 1987 mwanamke aitwaye Louise Welling alidai alimwona Elvis kwenye Burger King huko Kalamazoo, Michigan. Alisema alimwona kila na mwanamke mwingine. Hii ilianzisha wimbi la Elvis sightings, watu wakidai kumwona mahali mbalimbali Marekani. Lakini si hilo tu. Gail Bell Giorgio aliandika kitabu kingine kilichoitwa Is Elvis Alive? Yaani, huyu Elvis yupo hai au anaishi? Kilichokuwa na kaseti yenye sauti iliyodaiwa kuwa ya Elvis akiwa mfululizo. Sauti ilisema, sitaki kurudi kwenye maisha yale yale, na shukuru nimepata uhuru wangu. Lakini sasa baadaye ilibainika kuwa sauti hiyo ilikuwa ya mwigizaji David Dallock aliyeajiriwa na Gail kuiga sauti ya Elvis kwa ajili ya klabu ya mashabiki. Lakini wafuasi wanasema
Kwa nini Gail alienda mbali hivyo, ikiwa si kutuambia kuna ukweli unaoendelea? Lakini Elvis alikuwa amechoka umaarufu, alikuwa amezungumzia kutoroka, na mwili wake ulichoma moto baada ya kifo. Hakuna kaburi la kumtembelea. Je, alijificha ili kuishi maisha ya kawaida? Lakini familia yake, marafiki zake na madaktari wote walithibitisha kuwa Elvis alifariki dunia. Kuna ripoti ya maiti na ushahidi mwingi. Bado hadi leo watu wanaamini mtu huyu yuko hai, akila Burger King mahali pengine huko ambako anakujua mwenyewe. Sasa tuende kwenye hadithi ya kuvutia zaidi. Tupac Amaru Shakur, anayejulikana kama Tupac. Huyu alipigwa risasi Septemba 7 mwaka 1996 huko Las Vegas na kufariki Septemba 13, 1996. Alikuwa na miaka 25 tu wakati wa kifo chake, lakini nadharia za kuwa yuko hai zilianza mara tu baada ya kifo chake, na hii inahusishwa na mtu mmoja, Niccolo Machiavelli. Tupac alikuwa amesoma vitabu vya mwanafalsafa wa Italia Niccolo Machiavelli. Wakati alipokuwa gerezani mwaka 1995, Machiavelli aliandika kitabu chake maarufu kwamba mtu anaweza kujificha kifo chake ili kuwashinda maadui zake. Anaamini kuwa adui zako wakiamini umekufa watakuacha na unaweza kurudi baadaye kwa nguvu zaidi. Tupac alivutiwa sana na wazo hili. Kabla ya kifo chake, alibadilisha jina lake la kisanii kuwa Machiavelli kwa heshima ya Machiavelli, na akatoa albamu iitwayo The Don Killuminati, The 7-Day Theory, albamu iliyotoa ishara. Albamu hii ilirekodiwa kwa siku 7 tu kabla ya kifo chake na ina mambo mengi ya ajabu. Picha album inamwonyesha Tupac amesulubiwa kama Yesu, na Yesu alikufa baada ya siku 7. Tupac alipigwa risasi Septemba 7, akafariki siku ya 7 baada ya kupigwa risasi Septemba 13. Albamu yake ya kwanza chini ya Death Row, All Eyes on Me, ilitolewa Februari 13 mwaka 1996, miezi 7 kabla ya kifo chake. Katika wimbo wa Life Goes On, Tupac anaomba azikwe na jeneza wazi ili watu wamuone, lakini alichoma moto. Hakuna aliyemuona au aliyeiona maiti yake. Katika wimbo wa Ain't Mad at Cha, anajiona kama malaika baada ya kufa. Video yake ilitolewa siku chache baada ya kifo chake. Katika video ya Ain't Mad at Cha, Tupac anaonekana akiwa amepigwa risasi na kufa, kisha anapanda mbinguni akiwa na mabawa. Baadhi ya watazamaji waliona dalili, anacheka mwishoni kana kwamba anajua utani ambao hatuuelewi. Wafuasi wa Tupac wanaamini mtu huyu alitoroka. Wanadai alionekana Cuba, alionekana Havana, New Mexico. Filamu ya Tupac The Great Escape from UMC iliyotoka 2020 ilidai yuko hai huko New Mexico. Huko Afrika, wengine wanaamini alienda Afrika kuishi kwa amani. Tupac alichoma moto, hakuna maiti ya kuthibitisha, na marafiki zake wengi wamekufa kwa njia ajabu baada yake. Big Smalls aliuawa miezi 6 baadaye. Suge Knight yuko gerezani. Je, hii yote ni bahati mbaya au kifo cha Tupac Shakur kilipangwa? Sasa tunamjia Michael Jackson, mfalme wa pop aliyefariki Juni 25 mwaka 2009 akiwa na umri wa miaka 50. Sababu rasmi ilikuwa ni kukosa usingizi na dawa alizopewa na daktari wake Colnadi Murray. Lakini nadharia za kujificha zilianza mara moja, na hizi ndio sababu zinazohusishwa na utata wa kifo cha Michael Jackson. Familia ya Michael Jackson ilichagua jeneza lililofungwa. Wakati wa mazishi yake hakuna aliyeona maiti. Watu waliuliza kwa nini, wakasema alikuwa ameathirika na dawa, lakini kwa nini wasimwonyeshe?
Mwaka 2015 dada yake Janet Jackson alitoa wimbo The Great Forever. Watu walipoucheza polepole walisikia sauti ikisema You are not alone, wimbo maarufu wa Michael Jackson. Walisema ni sauti yake. Je, Janet alimuingiza kwenye wimbo wake wa siri? Lakini mwaka 2017 mtu aliyefanana na Michael Jackson alionekana kwenye harusi ya mpwa wake huko Los Angeles. Alikuwa amevaa kofia na miwani, lakini sura yake ilifanana kabisa na ya Michael Jackson. Hivi karibuni mwaka 2025, wakati wa mazishi ya kaka yake Tito Jackson, mtu mwingine aliyefanana na Michael alionekana nyuma ya picha. Watu wakauliza, huyu ni nani? Ndugu yake Jermaine Jackson aliwahi kusema katika mahojiano kuwa alipata simu kutoka kwa Michael siku 3 baada ya kifo chake. Alisema, nilisikia sauti yake, aliniambia asijaribu kumtafuta, kwamba yuko salama. Wengine wanaamini Michael Jackson aliuawa kwa sababu alikuwa na nyimbo zenye thamani ya dola bilioni 1. Baada ya kifo chake, thamani ya nyimbo zake ilipanda mara 2. Daktari wake Conrad Murray alitumikia miaka 2 tu gerezani kwa kosa la kuua mtu. Wengine wanaona hii ni adhabu ndogo sana. Swali ni je, Michael Jackson alijua atakufa? Katika filamu yake ya mwisho ya This Is It, Michael Jackson anaonekana akisema, hii ndio fursa yangu ya mwisho kuwaonyesha ulimwengu kile nilicho nacho. Je, alijua ataondoka au kuna mambo yanaendelea ambayo yanaendelea kutuchanganya? Katika sehemu nyingine tunamkuta Princess Diana kwenye hadithi ya mwanamke aliyopendwa na ulimwengu wote. Huyu ni Princess Diana. Alifariki Agosti 31 mwaka 1997 kwenye ajali ya gari huko Paris, akiwa na mpenzi wake Dodi Al-Fayed na dereva Henry Paul. Walikuwa wakitoroka paparazi, lakini nadharia za kuuawa zimekuwa zikijadiliwa hadi leo. Mnamo mwaka 1995, miaka 2 baada ya kifo chake, Diana alimwandikia ujumbe bata wake Paul Bara. Aliandika barua ya ajabu. Aliandika, mtu anapanga kuharibu gari langu, wana mpango wa ajali ili nimtokezee. Bara aliweka barua hiyo kwenye usalama na kuitoa baada ya kifo chake. Lakini pia Mohamed Al-Fayed, baba ya Dodi, alidai hadharani kuwa Diana alikuwa na mimba ya mtoto wa Dodi. Alisema familia ya kifalme ya Uingereza haikuweza kukubali mtoto wa kiume wa Kiislamu kuwa kaka wa mfalme wa baadaye wa Uingereza. Lakini uchunguzi wa maiti uliofanywa na polisi wa Uingereza mwaka 2008 ulithibitisha hakuwa na mimba. Shahidi wa ajali aliona gari jeupe la Fiat Uno karibu na eneo la ajali. Rangi ya gari hilo ilipatikana kwenye gari la Diana, lakini gari lenyewe halikupatikana kamwe na nani alikuwa ndani yake. Dereva Henry Paul alidaiwa kuwa na kiwango kikubwa cha pombe, lakini wengine walisema hakuwa amekunywa kabisa. Pia alikuwa wakala wa siri wa Ufaransa anayefanya kazi kwa ajili ya magazeti makubwa. Je, alilazimishwa kufanya kitu cha ajabu? Hili ni swali linalobaki mpaka leo. Ajali ilitokea kwenye tana ya Pont d'Alma. Watu wanauliza, kwa nini hawakuweza kukwepa? Na kwa nini kamera za CCTV hazikufanya kazi usiku huo? Mohamed Al-Fayed alitumia mamilioni ya pound kuchunguza kifo cha mwanawe na Diana. Alidai hadharani kuwa Princess Philip na M16 ndio walihusika, lakini uchunguzi wa mwaka 2008 ulihitimisha kwa ajali ilisababishwa na dereva aliyekuwa amelewa na paparazi waliokuwa wakiwafuata. Ikiwa Diana alikuwa ameandika barua ya onyo miaka 2 kabla, je, alijua kitu? Na je, barua hiyo haikupaswa kuchukuliwa kwa uzito zaidi? Wasanii wengine waliohusishwa na nadharia hizi ni Bob Marley. Alifariki Mei 11, 1981
kwa kansa ya ngozi. Alikuwa na miaka 36 tu. Nadharia zinasema CIA ilimpa saratani kupitia viatu vya Converse alivyovaa. Aligundua saratani kwenye kidole cha mguu baada ya kujeruhiwa wakati wa mechi ya soka. Ikiwa angekata kidole mapema angeweza kuokoka, lakini alikataa kwa sababu za kidini. Kiongozi wa bendi ya Nirvana alifariki Aprili 5, 1994 kwa kupigwa risasi kichwani. Alikuwa na miaka 27 tu. Huyu ni Kurt Cobain, lakini wengi wanaamini alikuwa na mke wake Courtney Love. Ushahidi unasema kiwango cha heroin mwilini mwake kilikuwa kikubwa sana, hata asingeweza kushika bunduki. Barua yake ya kuaga haikuwa na alama za vidole vya Kurt. Mpelelezi aliyechunguza kesi yake, Tom Glatt, anaamini kuwa aliuawa. Mtu mwingine ni Aaliyah, mwimbaji wa R&B. Alifariki Agosti 25, 2001 kwenye ajali ya ndege huko Bahamas. Alikuwa na miaka 22 tu. Ndege ilipasuka mara baada ya kupaa. Nadharia zinasema ndege ilikuwa na mabomu au ilikuwa imeharibika. Rapa XXXTentacion. Rapa huyo alipigwa risasi na kuuawa Juni 18 mwaka 2018 akiwa na miaka 20 tu huko Florida. Nadharia zinasema aliuawa kwa sababu alijua mambo mengi kuhusu watu wenye nguvu kwenye tasnia ya muziki. Rapa Pop Smoke. Rapa huyo alipigwa risasi na kuuawa Februari 19 mwaka 2020 akiwa na miaka 20 tu huko Los Angeles. Watu walivamia nyumba yake wakati wa wizi. Nadharia zinasema aliuzwa na watu waliojua ratiba yake.